Naam, hali gani ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa kabisa cha Bobea Andikoni kupitia chaneli yetu ya SUA SDA Church Media. Naam, kwa kukukumbusha kabisa, juma lililopita tulikuwa na somo zuri kabisa ambalo lilikuwa na kichwa kinachosema mafundisho ya mwisho. Na siku hii ya leo tutaenda kujifunza somo jingine zuri kabisa ambalo linasema ombi la Yesu. Usisite kuendelea kutufuatilia kupitia chaneli yetu, na ndipo tutapoendelea kubarikiwa tukiendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia neno la Mungu ambalo ni Biblia. Na siku ya leo tutakuwa pamoja na walimu mbalimbali ambao wataambatana pamoja nawe ndugu mtazamaji na mfuatiliaji katika kipindi hiki kizuri kabisa cha Bobea Andikoni. Kabla hatujaenda kwa uchambuzi wa somo letu, tutafungua kwa ombi na mwalimu Arnolda. Karibu mwalimu kwa ombi la ufunguzi. Tuombe. Uhimidiwe Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa fursa nyingine tena. Tunakualika sasa Bwana, tukiomba utufundishe pamoja na rafiki zetu wanaotufuatilia. Tunaamini malaika zako watakatifu watadumu kuwa pamoja nasi pamoja na wote wanaotufuatilia. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Amina. Barikiwa sana mwalimu Arnolda kwa ombi zuri kabisa la ufunguzi. Na hivi ndivyo tunavyoelekea katika mianzo ya somo letu la siku hii ya leo. Kichwa cha somo kinasema ombi la Yesu. Ombi la Yesu. Unaposikia ombi la Yesu unafikiria nini? Ninajua kichwani kila mtu ameshaanza kutengeneza ombi lake. Lakini kupitia somo la juma hili tutaona ombi la Yesu lilikuwa ni ombi gani. Na kwa kusema hivyo tutaelekea katika utangulizi mfupi ambapo hapo tutaweza kuona ni jinsi gani visa mbalimbali vimeendelea kutubariki ili kuweza kuelewa zaidi masomo ambayo tunaendelea kujifunza katika lesoni yetu ya Bobea Andikoni. Na tutaenda na kichwa kidogo ambacho kinasema kuomba kwa ajili ya mambo makubwa. Na tukianza katika utangulizi wetu mfupi, tunakutana na kijana mmoja au yawezekana ni mzee, tutaona hapo katika utangulizi, ambaye anaelezea kwamba miaka kadhaa iliyopita aliweza kujiunga na rafiki yake ili kuweza kuombea familia zao. Na marafiki hawa wamekuwa wakisaidiana katika maombi. Na baada ya maombi hayo wameanza kuona mabadiliko katika maisha yao. Cha kwanza, watoto wa familia zao wameanza kuwa na furaha, lakini pia wanaweza kuona mabadiliko zile familia zilizokuwa zikitengana ndipo zinaanza kuungana. Na hayo ni majibu kutokana na maombi ambayo wamekuwa wakiyaomba. Anasema kwamba walijua walikuwa mbele za Mungu. Walipunguza mwendo na kuzungumza naye kama rafiki. Na anaendelea kwa kusema uzoefu huo uliweza kumpa mwanga na nguvu ya maombi ya kuwaombea wengine. Kumbuka mwanzoni tunaona marafiki hawa waliungana kwa ajili ya kuombea familia zao. Lakini pia tunaendelea katika kisa chetu ambayo anasema waliendelea kuomba kila siku, na Ijumaa usiku huyu rafiki mmoja alipokea ujumbe mfupi kutoka kwa rafiki yake mwingine ambaye alikuwa amesema Mungu ametusikia. Na hawakuwa na maelezo, lakini baadaye walijua kwamba amejibu. Na asubuhi aliweza kupata blanketi jipya la theluji ambalo liliweza kufunika na kuashiria kuwa Mungu alikuwa pamoja naye katika mambo yote ambayo walikuwa wakiyaombea. Na kupitia utangulizi huu mfupi tunaona kwamba marafiki hao waliweza kuwa na mtazamo mdogo kuhusiana na maombi, lakini kumbe Mungu alikuwa na mambo mengi zaidi ambayo alihitaji kuyatenda katika maisha yao. Na tunapoendelea kujifunza somo letu tunaona kuwa marafiki hawa waliweza kujibiwa
maombi yao kwa sehemu kubwa, na ndipo rafiki huyu anapoendelea kujifunza kuwa Mungu ana uwezo wa kujibu hata yale mambo makubwa ambayo hawakutarajia kuwa yangeweza kujibiwa. Na kwa kuanza na utangulizi huo, tunaona katika juma hili tutajifunza maombi ambayo Yesu alikuwa akiyaomba pale alipokuwa akipiga magoti kwa Baba yake wa mbinguni. Na Yesu aliweza kuomba mambo makubwa kwa ajili ya yeye mwenyewe, aliweza kuomba mambo makubwa kwa ajili ya wanafunzi, lakini pia aliweza kuomba mambo makubwa kwa ajili ya wale wote watakaomwamini. Na juma hili tutaenda kujikita zaidi katika kitabu cha Yohana ile sura ya 17. Ndugu, unaendelea kufuatilia vipindi hivi, unaweza ukachukua Biblia yako na kuendelea kufuatilia kitabu hicho, ili tunavyoendelea kujifunza lesoni ya siku hii ya leo, basi usitoke ukiwa haujapata chochote. Basi Biblia yako itakusaidia kuendelea kuelewa zaidi somo la juma hili. Na kwa utangulizi huo mfupi, sasa walimu wetu tukae tayari kwa ajili ya kuweza kumuelewesha mpenzi mtazamaji na msikilizaji, lakini hata sisi ninatamani tuweze kuelewa zaidi lesoni ya juma hili. Tutaenda katika sehemu yenye kichwa kidogo kinachosema ombi la Yesu kwa ajili yake mwenyewe. Ombi la Yesu kwa ajili yake mwenyewe. Na mwalimu aliyejiandaa kwa ajili ya sehemu hii, karibu kuweza kumuelewesha ndugu msikilizaji, mwandishi alikuwa anamaanisha nini anavyosema ombi la Yesu kwa ajili yake mwenyewe. Karibu. Asante sana mwalimu. Kichwa cha somo kinasema ombi la Yesu kwa ajili yake mwenyewe. Ndio. Yesu aliomba kwa ajili yake. Ni kitu gani alichokiomba kwa ajili yake mwenyewe? Yesu alipomaliza kutoa maagizo kwa wanafunzi wake, akijua kwamba ni wakati wa kuondoka, alikuwa na maombi mengi sana ya kuomba. Ndio. Alikuwa na maombi mengi sana ya kuomba. Lakini ombi aliloomba Yesu katika Yohana 17 lilikuwa ni ombi la kushangaza sana. Ndiyo. Kwanza lilikuwa ni ombi ambalo halikutarajiwa na mtu yoyote. Tunaona kwamba Yesu aliomba akisema kwamba, tukisema katika kile kitabu cha Yohana 17 mstari wa kwanza anasema, ndio, maneno ya hayo alisema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Amina. Hapa tunaona kwamba Yesu ulikuwa ni wakati wake wa mwisho, lakini ombi aliloliomba halikutarajiwa na mtu yoyote. Ombi aliloliomba ni kwamba alikuwa anaomba mapenzi ya Mungu yatimizwe. Ingekuwa ni katika akili za binadamu, aidha kwa sababu alikuwa anajua nini kinachokuja mbele yake, angeweza kuomba kwamba Mungu amuepushe, kwa sababu anajua kwamba Mungu ni muweza yote, lakini yeye alihitaji mapenzi ya Mungu yapate kutimiza. Kwa ombi aliloomba Yesu kwa ajili yake mwenyewe lilikuwa ni la kushangaza sana, kwamba mapenzi ya Mungu yatimize. Japokuwa ulikuwa ni wakati mgumu sana anaouendea, lakini alikuwa akihitaji kwamba mapenzi ya Mungu yatimize. Lakini pia tukiendelea hapa katika hii sehemu anasema hivi, Yesu alirudi na kutazama, akaona kwamba aliagizwa ulimwenguni kwa ajili ya kuwatangazia watu ule uzima wa milele. Ndiyo. Lakini Yesu alitaka kufafanua uzima wa milele kwa namna ya tofauti. Nitanukuu kidogo. Anasema, alisema uzima wa milele ni kumjua Mungu Baba kwa undani na kumjua Yesu Kristo ambaye Baba alimtuma. Hii ina maana kwamba hatuhitaji kusubiri hadi tufike mbinguni ili kupata uzoefu wa furaha ya uzima wa milele. Amen. Inaanza hapa na sasa. Kadri tunavyokuwa katika uhusiano wetu na yeye, na siku moja tutapata kufurahia uhusiano huo uso kwa uso. Kwa hiyo tumeona kwamba Yesu alitaka pia kuelezea mtazamo wa uzima wa milele kwa namna tofauti ambavyo wanafunzi walikuwa wanaelewa. Najaribu kuwaza kwamba wanafunzi labda walikuwa wanaelewa kwamba ufalme wa Mungu utashuka, utakaa nao, lakini tunaelezewa kwamba
licha ya kuwepo na changamoto na masumbuko mengi ya hapa duniani na ikaeka nyingi, tunaambiwa kwamba uzima wa milele inabidi tuanze kufurahia tukiwa hapa. Asante mwalimu. Na mbarikiwa sana mwalimu Kwando kwa uweza kutuelezea sehemu hiyo ambayo lilikuwa linahusu ombi la Yesu kwa ajili yake mwenyewe. Ni nani alifikiria kama Yesu angeomba ombi la namna hii? Tunaendelea kupata mafundisho mazuri kutoka kwa Yesu. Lakini pia ni nani ambaye alifikiria kuwa Yesu angeweza kumuomba Mungu aweze kutukuzwa ndani yake? Huenda ningekuwa ni mimi mwalimu Arnolda, ningemwambia Mungu niepushie kikombe hichi, maana najua hapo baadaye naenda kufa. Sasa Yesu anaomba moja kwa moja Mungu atukuzwe. Ni unyenyekevu wa namna gani? Kitu kingine, uzima wa milele. Hivi Ruben, uliwahi kujua kwamba uzima wa milele ni kivipi? Asante. Na kwa namna ya mtazamo ama falsafa ya Yesu, kama ambavyo yeye mwenyewe anakuja anajitambulisha kwamba sio wa ulimwengu huu. Hata mimi hapo mwanzoni nilikuwa nafikiria ufalme wa Mungu umejengwa katika namna ya, naweza nikasema kwa lugha ya Kiingereza wanapenda kutumia kwamba material beings, yani kwamba vitu vya kuonekana, umejengwa katika mtazamo wa vitu vya kuonekana. Lakini Yesu anakuja anafanulia kwamba licha ya huo ufalme ambao mnautazamia, ndio mko nao tayari, kwa sababu hata hivyo kwenye maandiko tutakuja kuona ya kwamba anawaambia na uzima wa milele ama ufalme wa Mungu ndio huu, ya kwamba wakujua wewe Mungu wa kweli na mimi uliyenituma. Amen. Shukrani sana mwalimu Ruben. Na hivi ndivyo tunavyoendelea na kipindi chetu cha leo kupitia lesoni yetu ya Bobea Andikoni. Na tunaendelea na sehemu ambayo inasema ombi la Yesu kwa ajili ya wanafunzi wake. Ombi la Yesu kwa ajili ya wanafunzi wake. Na mwalimu Godi Kasimbo, unaweza kutupatia mwongozo katika sehemu hii? Mwandishi alikuwa anataka tujifunze nini? Asante mwalimu. Katika sehemu ya pili la ombi la Yesu, kwanza tumeona anaomba kwa ajili yake mwenyewe. Ndio. Lakini katika awamu ya pili anaomba kwa ajili ya wanafunzi wake. Na inaonekana kwamba mzigo mkubwa wa Yesu na hasa katika ombi lake ulikuwa pia kwa wanafunzi wake. Ndio. Hasa katika jukumu ambalo sio muda mrefu walikuwa wanakwenda kulikabili, lakini pia na changamoto ambazo wangepitia. Ndiyo. Kwa sababu Yesu pia alikuwa anaziangalia na anatambua changamoto ambazo wanafunzi wangepitia. Lakini licha ya changamoto za nje ambazo wangezipitia wanafunzi kutoka kwa ulimwengu, bado kulikuwa na changamoto kubwa pia, hasa changamoto za wanafunzi kutokea ndani. Ndiyo. Na hizi changamoto zinaonekana kiburi, kwa sababu pia ya mtazamo, kwa sababu walichokitazamia sicho kile ambacho kinakwenda kutokea. Ndiyo. Walitazamia ufalme wa Yesu ungekuwa ni ufalme wa kawaida, wa kimwili, lakini kumbe sivyo. Badala yake Yesu anaondoka, anawaachia jukumu kubwa. Kwa hiyo bado kile kiburi, lakini pia na mitazamo yao ya ndani bado ilikuwa changamoto kubwa. Ndiyo. Na hapa sasa Yesu anaomba katika kitabu cha Injili ya Yohana 17:21, neno la Mungu linasema, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Amen. Amen. Ombi la pekee la Yesu kwa wanafunzi wake lilikuwa ni kuwaondolea kiburi. Tafsiri yake ni kuwafanya wawe wamoja. Ndiyo. Na ilikuwa ndiyo njia pekee ya kuwafanya waelekee katika lengo. Ndiyo. Kwa sababu ikiwa hawatakuwa na umoja, lengo lake la kuelekeza katika utume lisingefanikiwa. Kwa hiyo ujumbe wa Yesu, lakini pia ombi la Yesu kwa wanafunzi wake lilikuwa na kipaumbele cha utume na kuwafanya waondokane na kiburi, lakini pia wawe wanyenyekevu. Asante. Na mbarikiwa sana mwalimu Godi kwa mchango mzuri katika sehemu hiyo. Ndipo tunavyoendelea kuona maombi ndani ya ombi. Kichwa cha somo kinasema ombi la Yesu, lakini ndani ya ombi la Yesu tunakutana na maombi mbalimbali. Na tunaelekea katika sehemu nyingine ambayo inasema ombi la Yesu kwa ajili yetu. Ombi la Yesu
kwa ajili yetu. Na Mwalimu Ruben, karibu kwa sehemu hii kutupa mwongozo wa kile mwandishi anachotaka tujifunze. Naam, asante. Mara baada ya Yesu kujiombea yeye mwenyewe, kama ambavyo tumeona kwenye utangulizi, ndio anawaombea na wanafunzi wake. Lakini kumbe ukiendelea kufuatilia hiyo sura ya 17 hususani imejengwa kwenye ile fungu la 20 na kuendelea hapo mpaka 25, anaiombea na jamaa yote ya ulimwengu. Lakini hii imesemwa kwenye ile fungu la 20, nitaomba nilinukuu tu hapa kwamba amina, wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lao. Yesu anapoanza kuombea wanafunzi, anakuja kuombea na wale watu ambao watakuja kuamini injili ya hawa ambao anawatuma. Kwa hiyo linakuwa ni ombi linalojumuisha jamaa yote ya ulimwengu, lakini kwa sharti moja, wale watakaofanya nini? Watakao amini. Na anaendelea anaenda mbali zaidi, anasema kwamba kama ambavyo watu wamechangia hapo mwanzo kwenye hizo sehemu tulizoona, kwamba falsafa ya Yesu haikuwa ya ulimwengu huu, ila ilikuwa imejengwa katika ufalme wa Mungu, yani kumfahamu Mungu na mapenzi yake. Ndiyo. Sasa anawaombea pia, haishii hapo tu kwamba hayo yote ambao wamekwisha kuombea wanafunzi wake, anawaombea wakawe na umoja. Ndiyo. Kumbuka tumekwisha kuona alijiombea yeye, anaombea na wanafunzi wawe na umoja, lakini anakuja kuombea na jamii ya watu watakaoamini maneno ya hao, wakawe na umoja. Ni kwa nini nafanya hivyo? Kumbuka sifa ya uungu, Mungu mwenyewe amejengwa katika hali ya umoja. Tunalitambua hilo kwamba Mungu Mwana, Roho Mtakatifu na Baba, hao wote wanafanya kazi kama nini? Kama kitu kimoja. Kwa hiyo Mungu anatamani kuwaombea wawe na huo umoja ili kudhihirisha tabia ya nini? Ya uungu. Na mwisho wa siku sasa, umoja huo utakapoonekana kati yao, watu watasadikishwa ya kwamba huyu kweli, hawa kweli ni watu wa Mungu, na huyu ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwa. Amen, amen, amen. Na kupitia sehemu hiyo kuna kitu pia nimekipata. Sijui kama mtazamaji umekipata pia. Ukisoma kitabu kile cha Yohana, kuna sehemu anasema anaomba kwa ajili ya wale watakaoamini, si kwa ajili ya ulimwengu. Hebu walimu, mmeiona sehemu hii? Imenitatiza kidogo. Sisi tunaishi kwenye ulimwengu. Ina maana Baba sisi hakutuombea au mimi nimeelewa vibaya? Hebu mwalimu mmoja aniambie, hivi anavyosema si kwa ajili ya ulimwengu, mbona ni kama mimi nimekuwa sipo au wewe haupo? Anamaanisha nini mwandishi, au kitabu kile cha Yohana kinamaanisha nini katika sehemu hiyo? Karibu. Asante mwalimu. Karibu. Anaposema kwamba auombei ulimwengu, haina maana ya kwamba hauombewi, hapana. Yesu anasema ya kwamba wote watakao amini. Unajua, ukimwamini Yesu wewe sio wa nini? Wa ulimwengu huu. Kwa hiyo unapomwamini Yesu unaanza na wewe kujitenga kabisa na ulimwengu. Maana ulimwengu baba yake ni nani? Ni Ibilisi, Shetani. Kwa hiyo unapojitenga na ulimwengu, maana yake wewe unakuwa upande wa Yesu. Kwa hiyo unapokuwa upande wa Yesu upo katika maombi yake. Kwa hiyo jitahidi sana, na sisi tujitahidi pia tusiwepo katika ulimwengu. Tuwepo hapa lakini tuwe milki ya Yesu. Nimepata kitu jamani. Nilikuwa nataka kuona mbona Yesu tena anataka kututenga, lakini kumbe hapana. Pale ambapo unaachana na ulimwengu ndipo unapokuwa upande wa Yesu. Hivi ndivyo tunavyoendelea kusonga mbele, na lesoni ni tamu, inazidi kutuboresha kiimani, kimwili, kiroho, lakini kiakili pia. Ndugu mpenzi msikilizaji, endelea kukaa hapo hapo ukiendelea kubarikiwa na masomo yetu ya lesoni, na hususan katika somo la leo. Tunaelekea sehemu nyingine ambayo inasema kuombea kanisa lake. Kuombea kanisa lake. Na mwalimu Anolda, karibu tena kwa sehemu hii. Asante sana mwalimu. Kuombea kanisa lake, tunaona katika ombi la Yesu pia kuna ombi ambalo lilikuwa maalum kwa ajili ya kanisa lake. Ndio. Kanisa lake ni mimi na wewe ambao tumeamua kujiunga katika dini ya Kristo. Na
Kristo anakusudia utaratibu wa kimbingu uwepo na hapa duniani. Ndiyo. Kwa sababu uzima wa milele sio kwamba tutakapokwenda mbinguni ndipo uzima wa milele unaanzia huko. Uzima wa milele unaanzia hapa kwetu duniani. Kwa hiyo kanisa linatakiwa kuiga utaratibu wa kimbingu. Ndio maana Yesu akaomba kwamba kanisa lake pia Mungu alitunze. Na tunaona kwamba Yesu anahitaji umoja katika kanisa. Ndiyo. Ukisoma kitabu cha Yohana 17 sura ya 20 hadi 23 hapo, Mungu anahitaji kanisa liwe na umoja. Ndiyo. Kama kukiwa hakuna umoja, manake kanisa la Mungu halitakwenda. Na kama ukishuhudia makanisa ambayo hayana umoja, yanakuwa hayana injili inayosonga mbele. Kwa kweli mambo hayaendi. Wanasema hili kanisa mbona waumini waongezeki, lipo tu limekufa kiroho, kumbe hakuna umoja. Kwa hiyo Mungu anataka kama kanisa pia liwe na umoja. Kwa hiyo ombi la Yesu katika kanisa lake la leo, anatutaka tuwe na umoja. Lakini sio umoja tu, na upendo. Ingawa katika sura ya 17 swala la upendo aliyazungumziwa, lakini tukisoma Yohana 15:12 inatuambia kwamba amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Kwa hiyo amri nyingine kwa kanisa lake pia ni upendo. Tukipendana basi injili ya Mungu itakwenda, ili na ambao hawakumwamini waamini na wajiunge katika kanisa lake. Amen. Amina. Barikiwa sana Mwalimu Anolda kwa mchango mzuri katika sehemu hiyo. Na tumeweza kujifunza katika masomo yanayojengwa na kichwa kikuu, na hivi ndivyo tunavyoona Mungu anahitaji kanisa lake lifanye nini. Mungu aliweza kuombea wanafunzi, alijiombea mwenyewe, lakini hata kanisa lake hakuweza kuliacha. Sasa nikawa najiuliza katika somo letu la siku hii ya leo, mwandishi ameweza kutupa kichwa cha somo ombi la Yesu. Lakini ndani ya somo letu nimekutana na maombi mengi. Si kwa nini angesema tu maombi ya Yesu akatuambia ombi la Yesu? Mbona kama anataka kutuchanganya kidogo? Hemu karibuni tuweze kuweza kusema sehemu hii. Kwa nini mwandishi alisema ombi la Yesu? Madam Anolda, leo naona kama Roho wa Mungu ananishukia juu yako tena. Utuambie vizuri katika sehemu hii. Asante sana mwalimu. Yani kuna ombi lililosheheni maombi. Kwa hiyo ombi la Yesu sio kwamba ukisema au wewe mwenyewe ukiwa unaomba hivi waga unaomba kitu kimoja. Hapana. Kwa hiyo hata Yesu naye katika ombi lake alijumuisha na wengine. Yani unaomba kwa ajili yako lakini na kwa wengine. Ndio maana mwandishi amesema tu ombi la Yesu, lakini ndani ya ombi kuna maombi mengi ambayo yalikuwemo. Amina. Barikiwa sana madam kwa ajili ya mchango katika sehemu hiyo. Na tunaona katika ombi la Yesu ndani yake kulikuwa kumesheheni maombi mengi na tumeshakwisha kuyaona kupitia masomo yetu. Na nikawa najiuliza pia kitu kingine. Sasa Yesu alikuwa na shauku gani kupitia somo la juma hili? Yaani maombi yote haya, shauku kuu ya Yesu ilikuwa ni nini? Au somo la juma hili limetuweza kutufundisha kwamba ni shauku gani ya Yesu katika maisha ya wanafunzi wake na hata katika maisha yetu leo? Mwalimu Kwando, unaweza ukatuambia shauku ya Yesu ni nini? Ndio, asante sana mwalimu. Kwanza kutokea kusoma hii Yohana Mtakatifu 17 nimetokea kumpenda sana Yesu. Amen. Niona Yesu ni mtu, yani ni yupo tofauti sana na sisi binadamu. Unajua kwa sababu gani? Nilipata kujifunza kwamba Yesu alikuja, sasa ameshakamilisha kazi yake. Anajua kwamba
kuna wakati mgumu ambao uko mbele yake unakuja kumkabili. Ndiyo. Anajua kuna wakati mgumu unakuja. Lakini shauku yake kuu, hakutaka yeye kuinuliwa, lakini alitaka mapenzi ya Mungu yafanyaje? Yatimizwe. Nikawa najaribu kuwaza wakati fulani tunaweza tukapitia wakati mgumu, tunapitia wakati mgumu, lakini hatumruhusu Mungu atawale katika maisha yetu. Lakini Yesu yeye alimuinua Mungu, kwa sababu alijua kwamba akimuinua Mungu naye atatukuzwa pia kupitia kwa nani? Kwa Mungu. Asante. Amina sana. Hiyo ndiyo shauku ya Yesu, na iwe shauku yako leo katika maisha ya Ukristo. Na hivi ndivyo tunavyoendelea kutamatisha somo letu, lakini bado kidogo kumaliza. Endelea kukaa na kusikiliza kwa somo hili la leo. Naam, ni kwa jinsi gani ombi la Yesu linaweza kuakisi maombezi yake yanayoendelea kwa ajili yetu mbinguni? Naam, Mwalimu Ruben. Naam, asante. Kwanza hapo nimepata kuna mambo mawili mwalimu. Kwamba ombi la Yesu linaakisi kitu gani? Moja, sote tunatambua kile ambacho Yesu anaendelea kukifanya mbinguni. Kwa mujibu wa ile wa Ibrania 7 mstari wa 25, nitanukuu tu kwa ufupi, anasema kwamba maana yu hai siku zote ili atuombee. Kwa hiyo alikuja tu kudhihirisha kile ambacho anaendelea nacho mbinguni. Amen. Lakini haishi hapo, ili ombi limesheheni mambo mengi, na jambo la pekee sana lingine ambalo naliona hapa, ndio ombi hili linalenga kudhihirisha uungu wake yeye mwenyewe. Maana kuna sehemu tumeona anapoombea wanafunzi, hoja yake ni moja, anataja mwishoni wawe na umoja. Lakini pia anakuja anaombea na jamii watakaoamini, hoja yake kubwa wawe na umoja. Kwa nini umoja? Nimesema hata hapo awali kwamba Mungu mwenyewe ana tabia, ana ile asili ya umoja. Maana Mungu anapotaka kufanya jambo lolote toka uumbaji mpaka wokovu, anayatenda katika umoja wa Baba, Mwana na Roho. Kwa hivyo anatamani tabia ya uungu idhihirike katika maisha yetu, mitazamo yetu na kile tunachokifanya, basi iweze kuhusiana kabisa ama ifanane na tabia ya Mungu, ili mwisho wa siku tuweze kumpendeza. Maana mwisho wa siku haya yote anatuombea tuwe na mtazamo wa kimbingu, tuachane na ulimwengu, na mwisho wa siku tuweze kupata uzima ambao ametuahidia. Naam, barikiwa sana mwalimu kwa mchango wako mzuri. Lakini Mwalimu Godi, kuna kitu anataka kusema kwa ajili ya mtazamaji tunavyoelekea kutamatisha. Sema chochote mtazamaji aweze kubarikiwa siku ya leo. Asante. Ninatamani tu kusema kwa ndugu mtazamaji kwamba Yesu aliomba kwa ajili ya umoja wetu. Amen. Lakini pia ni wajibu wetu kuhakikisha tunaondoa tofauti zetu ili tupate huu umoja kwa ajili ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Amina. Barikiwa sana Mwalimu Godi, na hivi ndivyo tunavyoelekea kutamatisha kipindi chetu cha leo cha Bobea Andikoni kupitia chaneli yetu ya SUA SDA Church Media. Na siku hii ya leo niliweza kujumuika na walimu wenzangu, walimu wa 5, lakini mwalimu wangu wa kwanza kabisa katika mkono wangu wa kulia anaitwa Madam Kwando Meesha, akifuatiwa na Mwalimu Godwin. Lakini pia mimi ninayeongea ninaitwa Eudia Mwipopo, lakini mkono wangu wa kushoto tulikuwa pamoja naye Ruben Kisonsela, lakini mwishoni kabisa tulikuwa naye Madam Arnolda. Na hivi ndivyo tumeweza kumaliza kipindi chetu cha siku hii ya leo. Lakini kabla hatuja kuacha, tunaomba tufunge kwa ombi takatifu. Naam, karibu mwalimu mmoja uweze kutufungia kwa ombi ili tuweze kutamatisha kipindi chetu cha siku hii ya leo. Tuombe. Tunakushukuru Baba Mwenyezi kwa sababu umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo tulipojifunza mpaka wakati huu. Tunasema ni asante. Baba mbinguni, ukatusaidie tukaweze kuelewa, hata wasikilizaji Baba mbinguni ukaweze kuwaongoza wakaweze kuelewa na kuishi maandiko yako. Tunasema ni asante kwa Yesu Kristo. Amen. Amina.